Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakujuza yanayojiri katika ulimwengu, tukiangazia Mashariki ya Kati ambapo jeshi la Israel limedai kushambulia kwa mabomu zaidi ya maeneo 150 wakiwasaka Hamas, wapiganaji wa Kipalestina katika eneo hilo la ukanda wa Gaza bila kuwapata, lakini pia wakiwakosa mateka wao. Jeshi la Israel limesema kwamba mnamo siku ya Jumatano limepiga maeneo zaidi ya 150 katika mji wa Gaza tangu kupanua mashambulizi yake ardhini kuanzia siku ya Jumatatu jioni. Katika muda wa siku mbili zilizopita, jeshi la anga na mizinga limeshambulia zaidi ya shabaha 150 za maeneo waliodhani kwamba kumekuwa na wapiganaji wa Kipalestina Hamas katika eneo lote la Gaza ili kuunga mkono vikosi vya kudhibiti katika eneo hilo, taarifa ya jeshi ilisema. Hata hivyo, taarifa haikueleza ikiwa jeshi hilo limeweza kuwapata mateka ama kuwapata Hamas ambao walikuwa wakiwalenga kwa namna moja ama nyingine. Hapo awali jeshi lilitangaza kuanzishwa kwa njia ya muda ya kupita kwa wakazi wa mji wa Gaza kutoroka kufuatia upanuzi wa mashambulizi ya ardhini na mashambulizi ya mabomu katika miji mikubwa ya ukanda huo. Msemaji wa jeshi la IDF Avichai Andriy alichapisha taarifa kwenye jukwaa lake la X akisema ili kuwezesha harakati za kusini, njia ya muda imefunguliwa kupitia mtaa wa Salah al-Din, akibainisha kuwa harakati za kupita kwenye njia hizi zitakuwa kwa saa 48 kuanzia Jumatano alasiri na zitamalizika mnamo siku ya Ijumaa alasiri. Shirika la utangazaji la Israel liliripoti kuwa kitengo cha 36 kinatarajiwa kujiunga na operesheni ya kijeshi katika siku zijazo, na kuongeza kuwa jeshi linakadiria kuwa operesheni hiyo inaweza kudumu kati ya miezi miwili hadi miezi mitatu. Mashambulizi katika eneo hilo ni makubwa mno na hata imefikia hatua raia wameamua kuondoka wenyewe na kukimbia mji wao, huku vifaru vya Israel vikizidi kuingia katika eneo kubwa la makazi. Wakazi wa eneo la Gaza na mashuhuda wanasema makumi ya vifaru na magari ya kijeshi ya Israel yameingia katika wilaya kubwa ya makazi ya mji wa Gaza katika siku ya pili ya mashambulizi ya ardhini ya Israel yenye lengo la kuteka mji huo. Kanda za video zinaonyesha vifaru, tingatinga na wafanyakazi wenye silaha vikisonga mbele pembezoni mwa Sheikh Radwan kaskazini mwa jiji la Gaza. Mawingu mazito ya moshi yanaonekana huku vikosi vya Israel vikifyatua makombora ya risasi na mabomu ya moshi ili kuficha ujio wao. Wilaya ya Sheikh Radwan ilikuwa makazi ya makumi ya maelfu ya watu kabla ya vita na inachukuliwa kuwa mojawapo ya maeneo yenye wakazi wengi zaidi wa jiji hilo. Hata hivyo, bado mashambulizi yanaendelea. Israel imesema lengo la mashambulizi yake katika mji wa Gaza ni kuachia huru mateka wanaoshikiliwa na Hamas na kuwashinda hadi wapiganaji 3,000 katika kile kinachoeleza kama ngome ya mwisho ya kundi hilo, lakini operesheni hiyo imeshutumiwa kimataifa. Hata hivyo, hadi wakati huu, licha ya kupiga zaidi ya maeneo 150, wapiganaji wa IDF hawakuweza kumkamata mwanajeshi hata mmoja wa Hamas wala kukamata mateka hata mmoja, ama aliyeuawa ama aliyekuwa hai. Na hivyo bado kuna wasiwasi, lakini wanasema lazima wamalize maeneo yote kuyashambulia hadi hapo ambapo wataona kwamba wameshamaliza, na watatafuta njia nyingine ikiwa bado hawakuwapata mateka hao. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na sisi tutakujuza ni nini kinachoendelea katika eneo hilo la ukanda wa Gaza kutokana na mashambulizi makubwa yanayofanywa na Israel na namna ambavyo raia wameamua wenyewe kuondoka katika eneo la Gaza City kutafuta maeneo mengine ya kuishi. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi, endelea kutufuatilia.